ya usimamizi wa bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Kazi iendelee, kazi iendelee. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, muhimili wa uchumi wa taifa, taifa letu, kiungo muhimu cha shughuli za usafiri na usafirishaji ndani na nje ya Tanzania, ni lango kuu la biashara kwa Tanzania na nchi jirani. Historia mpya imeandikwa katika bandari ya Dar es Salaam. Ndivyo ninaweza kukuambia mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha bandari zetu. Hapa unaponiona ni katika lango kuu la kuingia katika meli hii, meli mpya na ya kisasa, ikifanya safari ya kwanza kutoka nchini China katika jiji la Shanghai kuja Dar es Salaam Tanzania. Meli maalum ya kubeba magari. Zaidi ya magari 9,000 yanabebwa katika meli hii. Leo kipekee katika bandari zetu tunaangalia faida za uwekezaji katika bandari ya Dar es Salaam. Maboresho yaliyofanyika katika bandari ya Dar es Salaam, matunda yake ni yapi? Ungana nami hadi tamati ya kipindi hiki cha bandari zetu. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano ya TPA, jina langu ni Enoch Bwigane. Karibu twende pamoja hadi tamati ya kipindi hiki. Na mtazamaji, meli hii kutoka nchini China ni meli yenye teknolojia ya kisasa. Urefu wa meli ni mita 220. Lakini pia meli hii ina uwezo kubeba magari zaidi ya 9,000. Ikiwa imekuja na malori, imekuja na mabasi, imekuja na matenka ya mafuta pamoja na magari madogo zaidi ya 6,000 hivi. Hakika mapinduzi makubwa tunayoona katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa kuanza kipindi chetu, tumsikilize mwenyeji wetu, Kaimu mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, Bwana Abeid Gallus, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TPA, Bwana Plastus Mkeli Mbosa, anazungumzia juu ya ujio wa meli hii na hatua kubwa, mapinduzi makubwa ya miundombinu na maboresho katika bandari ya Dar es Salaam. Tumekuja kuipokea meli ya Grand Shanghai. Nimekuja hapa kumwakilisha mkurugenzi mkuu. Meli hii ni meli mpya ambayo imekuja katika bandari yetu. Tunasema ni maiden voyage. Ni mara ya kwanza na tripu yake ya kwanza imekuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Meli hii ina upekee wa aina mbili. Kwanza ni meli kubwa ambayo ina mita 220 ambayo imekuja katika bandari yetu, lakini pili, meli hii ni ya kwanza ya aina ya Roro ambayo inafanya tripu zake kutoka China kuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam moja kwa moja, na inachukua siku 17 kufanya safari hiyo. Kama tunavyoelewa kwamba biashara kati ya nchi yetu ya Tanzania na China imekuwa ikiimarika siku hadi siku, na hii imetokana na mahusiano mazuri ya kidiplomasia kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya China ambayo yanachagizwa na uongozi bora wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile meli hii inaenda kuleta ahueni kwa wateja wetu, kwa sababu meli hii ina uwezo wa kubeba malori. Hapo awali tumekuwa tukishuhudia kwamba shehena kubwa ya malori na mizigo kutoka China imekuwa ikipita kupitia meli za mizigo mchanganyiko, lakini meli hii ambayo ina uwezo wa kupakia malori zaidi ya 600 kwa wakati mmoja na magari madogo madogo 9,000 itaongeza ufanisi wa usafirishaji wa shehena hiyo ya magari kutoka China kuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Nini manufaa ya kusafirisha mizigo ya magari katika meli za Roro? Kwanza, tunapunguza muda wa usafirishaji kwa maana ya kutoka China kuja hapa Dar es Salaam, lakini vile vile tunapunguza riski ya kuharibika kwa mizigo hiyo. Meli hii ni meli maalum kwa ajili ya kuhudumia magari, kwa hiyo riski ya kuharibika magari wakati wa ushushaji inapunguzwa. Lakini vile vile kwa sababu tuna gati maalum kwa ajili ya kuhudumia meli hizi za Roro, kwa hiyo hata muda
wa meli hizi kusubiri nje unakuwa uko chini. Kwa hiyo wateja wetu watakuwa wanapata mizigo kwa wakati, tofauti na kutumia vyombo vingine. Kwa hiyo napenda kuwaomba wateja wetu watumie meli hii mpya ambayo itakuwa inasafirisha mizigo kati ya China na Tanzania, ili wapate manufaa hayo, kwanza kupunguza muda wa usafirishaji, lakini vile vile kupunguza athari za kuharibika magari hayo, kwa sababu yanakuwa kwenye chombo maalumu ambacho kinatumika kusafirisha shehena hiyo maalum. Kutokana na uwekezaji ambao umekuwa ukifanyika katika bandari ya Dar es Salaam, hususani katika magati na channel ya kuingilia meli ambayo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikisimamia. Kwa sasa tunashuhudia ujio wa meli kubwa kama hizi. Meli hizi haziji kwa bahati mbaya, zinakuja kutokana na mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi, lakini vile vile kutokana na uwezo mkubwa wa miundombinu ya bandari katika kuhudumia shehena kama hizi. Kwa hiyo kwa namna nyingine, napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuwekeza katika bandari, na haya ndio matokeo chanya yanayotokana na uwekezaji huo ambao umefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, ndugu Plasduce Mbosa, napenda kuwahakikishia wateja kwamba bandari ya Dar es Salaam ipo tayari kuhudumia shehena mbalimbali ambazo zinapita katika bandari yetu kwa ufanisi zaidi. Kama mnavyojua kwamba bandari ya Dar es Salaam imeshirikisha sekta binafsi ambayo imeonyesha kuwa utendaji bora katika bandari hii ya Dar es Salaam. Lakini vile vile Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania inapenda kuwaambia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya bandari, lakini vile vile katika vitendea kazi kwa nia ya kuboresha utendaji bora wa bandari yetu. Mtazamaji wa bandari zetu, sifa za meli hii tumekutajia mwanzoni mwa kipindi, ikiwa na urefu wa mita 220 na upana wake ni mita 38. Lakini moja ya sifa nyingine inaonyesha ukubwa wa meli hii mpya na ya kisasa kabisa ni urefu wa meli yenyewe kwenda juu. Hii meli, mtazamaji, unavyoitazama hapa, kwenda juu ina urefu wa ghorofa 14. Yaani kama ni jengo la ghorofa, basi kule juu kwa captain ni ghorofa ya 14. Na unapozungumzia upana wa mita 38 na urefu wake wa meli yenyewe ikiwa ni mita 220, zile mita 220 ni sawa sana viwanja viwili vya mpira na robo, ndio ukubwa wa meli yenyewe. Huku juu kwenye ghorofa ya 14 kwa captain wa meli, huku kuna eneo lenye ukubwa wa mita za mraba 2500. Ile eneo lote, ukiacha eneo la chumba cha nahodha, kuna solar panels zimejipanga nyingi za kutosha ambazo zinatengeneza umeme wa meli hii. Meli inapokuwa gatini, umeme wake wote inajizalishia yenyewe, na kwa mujibu wa wataalamu wenyewe wa meli hii, uwezo wa hizi solar panel ni kutengeneza umeme wa megawatts 5,000. Hakika teknolojia ya kisasa ndio inayoongoza meli hii ya kisasa na mpya kabisa yenye kubeba magari 9,000 kutoka nchini China. Meneja wa shughuli za kampuni na uratibu kutoka DP World, Bwana Elitunu Maramia, anazungumzia juu ya ushirikishaji wa sekta binafsi kati yao DP World na TPA unavyoendelea kuzaa matunda kupitia ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam. Tunamshukuru sana Mungu kwa mafanikio mengine makubwa ambayo tumeyafanya DP World Dar es Salaam. Mwaka huu umekuwa ni mwaka wa mafanikio makubwa kwa bandari ya Dar es Salaam chini ya usimamizi wa DP World. Ndani ya mwaka huu tulianza na
kuvunja rekodi ya kushusha magari tukiwa na magari 28,000, lakini tukaja kwenye rekodi kubwa ya meli kubwa kabisa ya ngano tani 55,000. Baadaye tukapokea tani 60,000 na ya ngano, lakini tukaja tukavunja rekodi tena mwezi wa 8 kwa kupokea magari 34,000. Tunashukuru sana wadau wa bandari kwa ushirikiano wenu na kwa sapoti yenu. Leo tunaweka rekodi nyingine tena kwa meli kubwa ya magari ya Grande Shanghai inayomilikiwa na kampuni ya meli ya Grimaldi, moja ya kampuni kubwa kabisa za meli duniani, yenye zaidi ya meli 130. Meli hii mnayoiona nyuma yangu ni meli ya Grande Shanghai, ambayo meli hii kwa mara ya kwanza tangu itengenezwe imekuja safari yake ya kwanza bandari ya Dar es Salaam. Meli hii ina uwezo wa kubeba magari 9,000 na ni meli ya kisasa kabisa, ni next generation vessel ya kwanza kati ya oda ya meli 10 za kampuni ya Grimaldi. Meli hii imekuja bandari ya Dar es Salaam kwa sababu kwanza soko limekuwa kwenye biashara ya magari. Pili, ufanisi wa bandari kuiendesha, kupakua mzigo umekuwa mkubwa sana. Lakini tatu, tumeweza kuvutia soko kutokana na ufanisi huo. Kwa kawaida kwenye biashara ya uchukuzi kwa njia ya maji, meli mpya na za kisasa huwa zinakwenda kwenye bandari ambazo zinazihudumia hizo meli kwa ufanisi kama bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo meli hii imeleta magari na matrela zaidi ya unit 1,000 zimeshuka, na zimeshuka ndani ya shift 2 tu kuanzia jana mpaka leo mchana huu. Na tunashukuru kwamba confidence ya soko, imani ya soko na imani ya watumiaji wa bandari iko kwenye namna DP World inavyoendesha bandari hii kwa ufanisi. Kikubwa sana ambacho tunataka pia Watanzania wafahamu na watu wengine watumiaji wa bandari wafahamu ni kwamba sasa kuna meli ambazo zinakuja na zinaleta mizigo ya magari tofauti na magari yaliyokuwa yanapakiwa kwenye meli zile za kichele au meli zile za mzigo mchanganyiko, yani general cargo vessels. Kwa hiyo hii ni achievement kubwa sana na inawezesha kwamba magari yanayoletwa kwa njia ya roro yaweze kufika kwa uharaka sokoni, lakini vile vile yaweze kuwafikia Watanzania kwa uharaka kabisa. Meli hii imechukua siku 17 tangu ilivyopakiwa mzigo Shanghai kufika Dar es Salaam, na hapa imepakuliwa kwa shift 2 tu, yani pungufu ya siku moja. Kwa hiyo hiyo ni achievement kubwa sana. Ndani ya siku takriban 18 mzigo unakuwa umefika sokoni. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania, waagizaji wa malori, waagizaji wa matrela kutumia huduma za meli kama hizi, ambapo tunaweza kuhudumia kwa uharaka na kwa ufanisi mkubwa. Karibuni sana bandari ya Dar es Salaam. Tunashukuru sana pia kwa ushirikiano wa TPA na taasisi nyingine, jinsi ambavyo tumeweza kuhudumia meli hii na tunavyoendelea kuvunja rekodi nyingine na nyingine kwenye utendaji wa bandari. Na mtazamaji wa bandari zetu, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni bandari zetu, na leo tunaangazia faida lukuki katika uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali kwenye bandari ya Dar es Salaam. Maboresho ya bandari yakiendelea kulipa. Meli kubwa kabisa mpya ya kisasa moja kwa moja kutoka China ikiwa imekuja na magari 9,000 imefika katika bandari ya Dar es Salaam. Watu muhimu ama makundi muhimu katika huduma bandarini ni wateja, wadau, bila kusahau umma, na huu ni umma wa Watanzania. Nini maoni ya wateja na wadau kufuatia hatua hii kubwa ya ujio wa meli mpya na kubwa ya kisasa moja kwa moja kutoka China ambayo ni meli ya magari? Tuna furaha sana kuwa sisi ni agents wa hii meli ambayo imekuwa na maiden call. Yaani hii ndo trip yake ya kwanza tokea itoke kutengenezwa. Kwa hivyo tuna umuhimu wa meli kama hizi kuja Dar es Salaam. Na kwa nini hii meli ikachagua Dar es Salaam kuja Dar es Salaam? Ni kwamba mzigo mingi inayokuja Dar es Salaam ambayo ni ya magari inakuja na meli za general cargo, na zinapata kuwa zinaharibika na zinachukua muda
zinachukua muda kuwafikia wateja, kwa sababu meli ikija inapiga foleni, inangojea mpaka mwezi mmoja bado inasubiri. Na kwa hivyo hii meli inaleta suluhisho kubwa sana kwa watu wote, kwa wadau wote ambao wanaoleta mizigo Tanzania na ile ambayo inafika Tanzania kuelekea nchi jirani. Asanteni sana na wakaribisheni mpate kutumia hii meli. Asanteni. Ujio wa meli hii kwetu sisi ni habari njema sana, lakini kikubwa zaidi tunashukuru kwamba wameipa Tanzania heshima kubwa, especially bandari ya Dar es Salaam. Tunaona ni heshima kubwa, especially meli ambayo iko maarufu na ni maalumu kwa ajili ya kubeba magari tu. Karibuni kumekuwa na tatizo kubwa la magari kupakiwa kwenye meli ambazo sio za magari, na hivyo kuleta changamoto kubwa na hata ucheleweshaji katika ushushaji. Kuleta meli iliyo maalum kwa ajili ya kupakia magari ni heshima kubwa, na tunatazamia bandari ufanisi wake utaongezeka kwa kiwango cha juu kabisa. Asante sana. Kwa hiyo tunaipongeza sana wakala huu wa Nisoma kwa kuweza kuijenga bandari ya Dar es Salaam kwa kuleta meli kubwa mpya ya kisasa, na tunawapongeza sana, waendelee kufanya hivyo. Pia tunapongeza bandari yetu ya Tanzania Ports Authority kwa juhudi kubwa ambayo waliendelea kufanya kwa dredging ya bandari. Wameongeza kina, wameongeza mapana, kwa hiyo meli kubwa zina ruksa, zinaweza zikaingia kwa ukubwa wake na depth yake draft, zikaweza zikafunga bandarini. Kwa hiyo tunapongeza sana serikali kwa kuweza kuifanya bandari kwetu Dar es Salaam kuwa a modern port, na tunategemea kwamba itaendelea kupanuka na itaendelea kuwa mzuri sana kwa kupokea aina mbalimbali za meli zinazokuja katika bandari ya kwetu Dar es Salaam. Na sio hivyo tu, hata meli zingine kwenda kwenye bandari zingine za Mtwara na Tanga. Sisi ni mawakala kule, tunao members pia, na Mtwara tunao members pia. Kwa hiyo ni wito wetu pia kwa serikali kutoa nafasi njema na urahisi na trade facilitation kwa wenye meli mbalimbali kuweza kuvuta meli kubwa na nzuri zenye uwezo mkubwa wa kuingia katika bandari zetu Tanzania, ikiwa ni Mtwara, ikiwa Dar es Salaam na ikiwa ni kule Tanga pia. Tumepata furaha sana kupokea meli hii ambayo ni meli kubwa, ambayo ni ya kwanza kuja Dar es Salaam na ni meli mpya kabisa. Kwa kweli tuna furaha kwa sababu kwamba tunapoona meli kubwa inakuja, tunajua kwamba members wetu wa ICDV wanapata mzigo mwingi wa kuweza kuendelea kuuhendo kwa usalama zaidi. Hapo mwanzoni kuna changamoto nyingi katika zile meli ambazo zilikuwa meli za kuopoa, zinakuja na mizigo, mabasi na malori ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuteremsha. Lakini kwa ujio wa meli hii ambayo ina uwezo wa kupakia gari 9,000, tutakuwa tuna uwezo wa kushusha magari mengi kwa wakati mmoja na pia kwa usalama zaidi. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi watakuwa wanapata mizigo yao ikiwa intact. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunapongeza DP World pamoja na serikali kwa ufanisi ambao wameweza kufanya katika bandari yetu ya Dar es Salaam na kuweza kufanya meli kama hizi kuvutiwa kuja kwetu. Leo tuko hapa berth namba 1 bandari ya Dar es Salaam inayoendeshwa na DP World kwa ajili ya kushuhudia ujio wa meli hii ya Grand Shanghai, ambayo ni meli kubwa kabisa kuweza kufika hapa Dar es Salaam, ikiwa magari takribani 9,000. Kwa mara ya kwanza meli kubwa kama hii kufika hapa Tanzania, ambayo itakwenda kuwa ni suluhisho kubwa kabisa la muda unaochukua kwa meli nyingi kufika hapa kutokea China moja kwa moja. Linalofuata sasa ni sisi wadau wa bandari kwa kushirikiana na bandari yetu TPA na wengine tuweze kuendelea kuitangaza hii meli na huu muda unaotumia ili kuvutia hizi takribani nchi 8 za transit ambazo zinazotumia bandari ya Dar es Salaam. Hii inakwenda kuongeza ufanisi wa muda wa kufika, lakini pia ufanisi wa upakuaji kwa sababu ya vifaa vyake ni vya kisasa na ni meli brand new ambayo safari yake ya kwanza imekuwa kwenye Afrika Mashariki na Dar es Salaam Port nayo ikiwemo. Asanteni sana, karibuni Dar es Salaam Port. Ninayo furaha sana kualikwa kama mmoja wa wadau kuja kupokea meli hii ya Grand Shanghai.
meli ambayo ina uwezo wa kubeba units 9,000 kutoka bandari ya China mpaka hapa Dar es Salaam na pia kuzifikisha hapa ndani ya siku 17 tu. Ujio huu ni ishara na faraja kubwa sana kwetu sisi kama transporters kwamba katika serikali hii ya awamu ya 6 hii sekta ya usafirishaji ni moja ya vipaumbele vyao. Tunawashukuru sana DP World, serikali yetu, TPA pamoja na Grimaldi Lines kwa hatua hii ambayo ni nzuri sana. Asanteni. It's very pressure for us to stay here in Dar es Salaam, and the port is a very beautiful port. I saw also the stevedore company, so it's working so good. I'm looking at good professionality. They are very professional, and so what I can say. So thank you very much. Thank you, Captain. Thank you very much. Na mtazamaji wa bandari zetu, ndivyo kipindi hiki kwa leo kinavutia nanga. Nyuma yangu tumeizungumza kwa mapana meli hii ya kisasa kutoka Shanghai nchini China, meli ya MV Grand Shanghai. Meli hii kipekee ina zero emission, yani teknolojia ya kisasa ya kipekee ambayo ni mlinzi rafiki wa mazingira. Juu ya meli hii kuna eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 2,000, eneo ambalo lina solar panel za kutosha zenye uwezo wa kugenerate ama kutengeneza umeme kilowatts 5,000. Meli inapokuwa katika eneo la bandari ikishusha na kupakia shehena, teknolojia inaruhusu kutumia umeme inaojitengenezea yenyewe kupitia teknolojia hii ya kisasa ambayo umeona solar panel juu ya meli. Hakika mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Meli ya kisasa kama hii moja kwa moja kutoka Shanghai China hadi Dar es Salaam Tanzania. Siku 17 pekee, magari madogo, malori, matanka ya mafuta pamoja na vifaa vingine, malori makubwa yamewasili moja kwa moja kutoka China. Hii ni kwa mara ya kwanza na ni meli mpya ya kisasa yenye ubora wa kipekee. Ndivyo bandari zetu inavutia nanga kwa leo. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano ya TPA, jina langu ni Enoch Buigane. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, nikutakie uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa TBC1, ukweli na uhakika. Kwaheri. Miundombinu ya kisasa na vifaa bora, ulinzi na usalama wa bidhaa za wateja, watumishi wachapa kazi na waadilifu. TPA, huduma bora, uhusiano mwema na wadau, tunajivunia TPA. Asante Rais wetu Samia Suluhu kwa kutushika mkono TPA.